Kinachoendelea hivi sasa ni vyama 18 vya siasa ambavyo vimekidhi vigezo vya kushiriki uchaguzi huu vinafanya kampeni ya kunadi sera na ilani zao kwa wapiga kura ili wapate dhamana hiyo. Lakini katikati ya mchakato huo ukiendelea, kumeibuka mtazamo mseto juu ya wapiga kura wenyewe. Ni fursa kwa Mtanzania yeyote kuchagua kiongozi ampendaye ili alete maendeleo yale ambao wananchi wanataka. Kwa hiyo siku ikifika tapiga kura yangu. Hamasa pengine inaweza ikawepo, lakini ipo upande mmoja. Tunajua anayepita nani, anayeshindwa nani. Kwa mimi kama mimi 50 kwa 50, naweza nikapiga, naweza nisipige. Sisi bodaboda na bajaji, sisi tumekuwa kama vivuli. Kila kiongozi lazima atutumie sisi. Lakini baada ya uchaguzi, sisi ndo wa kwanza kuongozwa kukamatwa na matukio na wizi na kuambiwa tunakaba watu, lakini wakabaji wamevaa suti. Sasa hizi biashara hatutaweza kufanya eti 1 2 3 twende toke tuandamane tukapige kula tumchague kiongozi. Mimi kama mimi sitoweza, kwa sababu changamoto nimezipata nyingi sana. Kutofautiana huko kimtazamo kumechukua sura mpya baada ya kuibuka vuguvugu la maandamano Oktoba 29 yanayohamasishwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni masuala tu ya mtandaoni nafikiri. Kwanza mtaani mimi sioni watu wakizungumza sana, ni masuala tu ya mtandaoni, kwa hiyo tuyachukulie kawaida. Kama mwananchi mzalendo nasema hivi, anayekuhamasisha kuandamana mwambie akaandamane yeye na familia yake. Maandamano huwa ni chanzo cha vurugu. Katika mahojiano na Azam News, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa akatoa msimamo wa serikali juu ya vuguvugu hilo. Uchaguzi uko pale pale na serikali iko makini kama ambavyo imefanya kwenye chaguzi zilizopita kuhakikisha kuna mazingira tulivu na yenye amani ya kutosha ya watu kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, wakamchague rais wanayemtaka, wachague wabunge wanaowataka, wachague madiwani wanaowataka. Ni haki yao ya kikatiba, na sisi serikali ni jukumu letu la kimsingi la kuhakikisha kuna amani. Haya mengine ni makelele tu ya mitandaoni. Sisi tunafahamu, na ndio maana niko hapa kueleza kwamba wako watu, kuna vikundi vya watu wametengeneza vijana, wanachapisha maudhui ya kutishia watu, kuambia kwamba uchaguzi hautakuwepo, kuambia kutakuwa na maandamano. Na mimi nataka kuhakikishia Watanzania siku hiyo watakwenda kupiga kura. Na ukitaka kuthibitisha kuwa watakwenda kupiga kura, angalia wanavyojitokeza kwenye mikutano ya kampeni. Kama mtu hapangi kwenda kupiga kura kwenye kampeni, anakwenda kwenye mikutano ya kampeni, anakwenda kufanya nini? Wakati hayo yakijiri, wachambuzi wa masuala ya siasa wanaishauri mamlaka njia za kufuatwa ili kuwa na matokeo chanya. Kuendelea kuthibitisha umma kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Uchaguzi utakuwa wa halali. Lazima waendelee kuendelea kuaminisha umma wa Watanzania na hasa na wapiga kura. Kwa wale ambao wanaona kwamba jambo hili linavunja katiba, liko kinyume na sheria, mimi nafikiri njia nzuri ni kufuata sheria. Lakini haitakuwa sawa kama tutaingia kwenye vurugu kwa sababu ya uchaguzi. Kwa sasa macho na masikio yanaelekezwa Oktoba 29 ambapo mbivu na mbichi zitajulikana. Ahmad Ali, Azam News.